Dr. Sule, tumalizie la mwisho. Wiki iliyopita nilizungumza na wewe kuhusiana kile ambacho kinaendelea Irani, Israel na Marekani. Leo ilikuwa ni jana, kuna hichi ambacho kimetokea, watu kikazua maswali mengi sana. Rais Trump alinukuliwa akizungumza kwamba sisi tunawasaidia watu wa mapenzi ya jinsia moja, lakini Irani inawazuru na kuwaua. Lazima tukabiliane nayo. Kauli hii kwa kiongozi mkubwa wa taifa kama Marekani anaizungumza, inamaanisha nini hasa? Anayesifia mvua mara nyingi na kuwa amenyeshewa au kaiona. Kiongozi yoyote duniani ukimwona anapigia debe mahusiano ya jinsia moja, maana yake ni mfuasi wa tabia hizo kwa namna yoyote ile, ima kuzisemea, ima kuzifanya. Mungu ndo ajuae. Sasa kama hayo ndio maneno ya rais wa Marekani, kwanza amekuwa adui namba moja wa Uislamu, sababu Uislamu unazuia na kukataza mapenzi ya jinsia moja. Ni haramu katika Uislamu. Hata kwa mkeo kumuingilia haja kubwa ni haramu katika Uislamu. Kwa hiyo Donald Trump anaonyesha wazi chuki yake dhidi ya Uislamu, na anaonyesha ni kwa kiasi gani sasa yeye anaupiga vita Uislamu. Mimi nataka niiombe dunia, kila mmoja atumie silaha anayoijua kumkabidhi Donald Trump mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mungu ana uwezo wa kufanya chochote kwa Trump, na anaweza asimalize muhula wake uliobaki. Madhara ya Irani ikiondoka ama ikizofishwa ama ikitokea imeshindwa vita, madhara yake yako vipi hasa katika imani ya Uislamu? Rudia. Madhara ya Irani ikishindwa katika hivi vita yako vipi hasa katika nguzo ya Uislamu? Hakuna madhara yoyote yatakayopata Uislamu, kwa sababu Uislamu si Uirani. Uislamu hauishi Irani. Uislamu hautadhulika. Uislamu hautadhulika kwa Irani kushindwa katika vita, ila Waislamu watadhalilika kwa Irani kushindwa katika vita. Lakini mimi sitaki kuamini kwamba Muirani atashindwa kirahisi. Na nataka nikuambie neno kubwa kidogo lizingatie. Huu mwaka ni mwaka wa matukio ya vifo vya ghafla vya viongozi wa juu. Huu mwaka, kwa sababu ulikuja siku ya Jumatano, Utwaridi. Tunatarajia viongozi wa juu wa maeneo mbalimbali au watu maarufu watapoteza maisha katika mazingira ya utatanishi. Baki na fumbo hili mpaka itakapofika Desemba 31, mtakuja kuniuliza kitu. Hayo maneno, hifadhi hiyo data. Hifadhi hiyo data. Tunze sana hiyo data. Kuna maneno ukiyasema yanaweza kuleta madhara mbele yakakutia matatani, lakini kuna maneno ukiyaweka akiba yanaweza kuwafanya watu wajifunze kitu. Kauli yangu itarudiwa Januari mosi mwakani. Nilizungumza na wiki iliyopita kanaambia kwamba ni ngumu sana Irani kushindwa katika hivi vita kwa sababu ya namna ambavyo wao walivyo. Kwanza imani yao kwa wakifa na wanaamini kwamba wanaenda peponi. Unadhani kwa namna inavyoendelea itafika stage kwa sababu ya yale madhara anayoyapata labda taifa lao na namna ambavyo vita inavyoendelea waka give up? Hawawezi ku give up. Na nataka nikuambie vita vya Irani na Marekani ni vita vya kidini. Nimesema tangu Uislamu, kuchukiwa kwa dola ya Kiislamu, kuchukiwa kwa Uislamu. Lakini Trump ndio rais hakutumia akili kuliko rais yoyote wa Marekani katika maisha yote aliyowahi. Hata Bush aliyeipiganisha nchi mbalimbali za Middle East hakuwahi kufanya utumbo kama anaofanya huyu Donald Trump. Nataka nikwambie kitu. Marekani wanaweza kuifanya Irani, utawala wa Kiislamu wa Irani ukaondoka, wanaweza, lakini hawawezi kuondoa vita dhidi ya Waislamu duniani. Maana yake hata kama Irani watashindwa vita na dola ya Kiislamu ya Irani itakaa pembeni, wakaweka dola wanayotaka, Waislamu wanaosapoti nguvu ya Kiislamu duniani watakuwa maadui wa Marekani na watawamaliza wa Marekani popote watakapowakuta duniani. Haishi. Na hiyo ndo madhara aliyoyaleta Donald Trump. Donald Trump anakwenda kutengeneza vita vya Wamarekani na Waislamu. Kumuua kiongozi wa Kiislamu wa Marekani wa Irani ni kutengeneza mazingira ya vita baina ya raia wa Marekani na Waislamu. Sasa wako Waislamu wa Sunni lakini wanachukia madhara anayofanya kwa Uislamu.
Wako Waislamu Mashia wanachukia kwa yale yanayofanya Uislamu. Maana yake nini? Marekani imeenda kuongeza kasi ya wimbi la ugaidi wa Kiislamu duniani. Kwa kumalizia swali langu la mwisho, namnukuu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alizungumza kwamba tatizo kubwa ambalo tunafanya tupambane na Irani ni kwa sababu ya wale Waislamu wenye itikadi kali. Pengine kuna mtu ambaye afahamu Muislamu mwenye itikadi kali ni Muislamu aina gani hasa, na kuna Muislamu ambaye sio wa itikadi kali? Ndio. Muislamu mwenye itikadi kali ni yule anayesimamia misingi ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kisimame kama ndio mwongozo wa dunia na katiba ya maisha ya wanadamu katika dunia. Na Waislamu poa ambao hawana itikadi kali ndio wale wanaweza kutoa nchi yao bezi, wanaweza kutoa nchi yao eneo ili Marekani ajenge bezi na aendelee kufanya maasi ya kishenzi katika nchi yenye Waislamu. Kama kiongozi wa dini hasa sasa ambaye nakutazama sasa hivi hapo, unamwambia adina nini hasa katika kipindi hiki Tanzania anaenda kutazama wewe sasa hivi, Muislamu Eliza ambaye anaumizwa na kile ambacho kinachotokea sasa hivi, wajibu wake ni upi hasa? Ni kuiombea sana dua vita ile iishe kidiplomasia, kwa sababu tunaelekea vita vya 3 vya dunia ambavyo vitawafanya Waislamu na wasio kwa Waislamu waendelee kujengeana chuki. Kwa sababu leo utaona ni kama vita vya Waislamu dhidi ya Trump, kesho itakuwa vita vya Waislamu dhidi ya Wamarekani, kesho kutwa vitakuwa vita vya Waislamu dhidi ya Wakristo, kwa kile anachoendelea kukifanya Trump. Na nini kitafanya hayo? Umeona Donald Trump wakati anaanzisha vita zile siku 5 za kwanza, aliwaita wachungaji Ikulu kwenda kumuombea. Kwa nini hakuwaita mashehe? Kwani Marekani hakuna mashehe? Kwa nini aliwaita wachungaji? Anataka kuonyesha nyuma yake yeye kuna msalaba. Sasa anapofanya Trump hili kuonyesha kwamba nyuma ya vita hii kwake kuna msalaba, wakati Muisraeli msalaba hautambui, anaenda kuwagombanisha Waislamu na Wakristo ambao hawana historia ya kugombana. Kwa sababu Myahudi anayemsaidia Donald Trump, anapomsaidia Myahudi anayesaidiwa si Mkristo. Nimeeleweka sawa? Myahudi anayepigana na Muirani si Mkristo, hatambui Biblia, si Mroma, si Mruteli, si Muanglikana, si Mkristo. Ukienda Israeli ukitaja Ukristo unatemewa mate. Ukienda Israeli ukimtaja Yesu unatemewa mate. Donald Trump anamsaidia mpagani kupigana na Muislamu, nyuma anamweka Mkristo, wagombanishi wa Kristo na Waislamu. Huyu ni rais adui duniani, hafai kuwepo duniani. Huyo aombewe tu aondoke. Dr. Sule, asante sana, na ningependa pia kuna watu ambao wanatamani pia wapate elimu ya mizimu na majini. Mimi nimeipenda sana, nilikuwa naifuatilia hii, pengine kwa kuwatajia namba za simu na namna ya kufika hapa wafanyaji wa Tanzania. 0748800400. Hiyo ndo namba yangu ya mkononi. 0748800400. Au wale wanaanza na nje ya nchi utaanza na alama ya kujumlisha 255 au 0710 au kwa wale walio nje ya nchi unafanya alama ya kujumlisha 255 Hizo ndio namba zangu za kuwasiliana. Si kwa hayo tu, kwa mengi hapa tunatoa msaada wa magonjwa ya kibiolojia pia. Hapa tunatibu pressure, tunatibu kisukari. Nataka niwahakikishie watu, mimi ninayo dawa ya pressure na ya sukari, inaondoa tatizo kabisa. Hii sio utani. Niko tayari nikupe tiba, uandike saini na mkataba, nikupe dawa, ukipona unilipe. Niko tayari. Kama huna uwezo na huamini, niko tayari. Kisukari na pressure nayo hiyo dawa ya uhakika, na dawa za nguvu za kiume, sio booster, nguvu za kiume. Ukitumia hiyo dawa, we ambaye gari yako J-Fongo au 60 haiwaki mpaka ipigwe endeli mbele, hapa unapata tiba na unapona kabisa, inshallah. Karibuni. Ya kudumu. Bila shaka. Nilikuwa nazungumza na Dr. Sule, tumeongea mambo mengi sana. Asante sana kwa wewe ambao umetazama, na pengine hasa namba zake amezitaja hapo. Kwa wewe ambaye unahitaji piga namba zake za simu au fika hapa Ilala Bungoni, ulizia kwa Dr. Sule, utaelekezwa, utapata hayo matokeo yote. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera kwa Riziki bwana. Asante.